tutasikia Zaburi ya 111 mstari wa kwanza hadi wa 10, tutasoma kwa kupokezana. Zaburi 111 mstari wa kwanza hadi wa 10, tutasoma kwa kupokezana. Zaburi 111 mstari wa kwanza hadi wa 10, tawatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Haleluya! Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, barazani pa wanyofu wa moyo na katika mkutano. Kazi yake ni heshima na adhama, na haki yake yakaa milele. Amewapa wamchao chakula, atalikumbuka agano lake la milele. Matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu, maagizo yake yote ni amin. Amewapelekea watu wake, ameamuru agano lake milele. Jina lake ni takatifu kuogopwa. Kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Amen. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupa neema ya kukaribia meza yako tena. Kama wewe ulivyoagiza, leo umeweka chakula mezani pako ili watoto wako tukipokea tuimarishwe kimwili pamoja na kiroho. Tunapokea kwa moyo wa shukrani, kwa unyenyekevu mkubwa, kwa sababu vyote vyatoka kwako Mungu Mwenyezi. Asante kwa kila mmoja mmoja, Bwana, ambaye umempa kibali cha kuingia kwenye lango lako na hekalu lako takatifu. Neema yako ituongoze sasa, Bwana, tunapoanza ibada hii. Uwepo wako ukatufunike. Kila jambo lifanyike kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukisema kwamba tuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumungamie Mungu dhambi zetu. Ukurasa 389. Ukurasa 300. Ingia kwa ruhusa ya madhabahu ili tuungame pamoja na kuendelea na ibada. Ni damu idondokayo mwilini mwa Yesu, wakosaji zangu zote. Unisafishe kwa Roho Mtakatifu wako, uishe dhamiri yangu, na uniwezeshe kuwasamehe na jirani zangu, ili niweze kukutumikia wewe kwa upya wa maisha, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Amen. Baba wa rehema amekuhurumia, akamtoa mwana wake wa pekee akufie msalabani, na kwa ajili yake na kutangazia dhambi zako zote zimesamehewa, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Simameni. Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu, umekuta na kufa ajili. Kwa kushangilia msamaha wa dhambi, tutaimba antifona Zaburi ukurasa 286. Ukurasa
86 antifona na Zaburi. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Yesu alikuwa mtii hata mauti, na Bwana ndiye mchungaji wangu, katika malisho ya majani mabichi unilaza, katika uniuisha nafsi yangu na kuniongoza, na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, kwa maana wewe upo pamoja nami. Waandaa meza mbele yangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, hakika wema na fadhili zitanifuata atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tumwombe Bwana katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunaombea wote wanaingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Mungu, utusaidie, utuokoe, uturumie na utuhifadhi kwa neema yako. Haya ya siku yasema, Mungu asema hivi: kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, alichukua dhambi za watu wengi. Tuombe. Wetu Yesu Kristo, uliyetuagiza katika sakramenti ya mwili na damu yako tukumbuke na kutangaza mateso na kufa kwako, twakusihi utujalie kuipokea sakramenti yako hii, ili matunda ya ukombozi wako yadhihirishwe kwetu, kwa wewe Yesu Kristo uishie na kumiliki pamoja na Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Tutasikiliza masomo yetu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi 28. Somo la kwanza, Wakorinto wa kwanza
sura ya 11 mstari wa 23 hadi 28. Msomaji karibu. Nami nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila ulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Amen. Na hili ndilo neno la Mungu. Neno la Mungu kutoka Marko 14 mstari wa 17 hadi 24. Marko 14 mstari wa 17 hadi 24. Karibu msomaji. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Basi ilipokuwa jioni, yuaja pamoja na wale thenashara, nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amin nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika, wakamwambia mmoja mmoja, je, ni mimi? Akawaambia, ni mmoja wa hao thenashara ambaye achovya pamoja nami katika kombe. Kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingelizaliwa. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akaubariki, akamega, akawapa akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Na hili ndilo neno la Mungu. Jinsi tulivyosimama tukiri pamoja ukiri wetu wa Kristo unaotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni, na wote tukiri tukisema, na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasurubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuhukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Wakristo naomba tuketi mbele kwa ajili kutoa shukrani. Shukrani ya wiki fungu la 10 maliko. Akaenda nao wanafunzi wake Getsemane, akawaambia, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kisha Bwana Yesu akaenda nao wanafunzi wake Getsemane, akawaambia, ombeni msije mkaingia majaribuni.
kutupatanisha na Mungu mbinguni. Yesu alijua ndani ya maombi ipo nguvu ya imani ya kutupatanisha na Mungu mbinguni. Omba, Mungu anasikia. Omba, ipo siku utajibiwa. Paulo na Sila waliomba, milango ikafunguka. Waliomba, vifungo vikafunguka. Paulo na Sila waliomba, milango ikafunguka. Waliomba, vifungo vikafunguka. Maombi ndiyo mkono wa kuchukua vitu toka kwa Bwana. Maombi ndiyo silaha yetu ya kumshinda shetani. Maombi ndiyo mkono wa kuchukua vitu toka kwa Bwana. Maombi ndiyo silaha yetu ya kumshinda shetani. Omba, Mungu anasikia. Omba, ipo siku utajibiwa. Anasikia. Ipo siku utajibiwa. Maombi ndiyo silaha yetu ya kumshinda shetani. Ndugu yangu, omba, anasikia. Ipo siku utajibiwa. Shuleni omba, kazi omba, anasikia. Maombi yako omba, ipo siku utajibiwa. Ongeza makofi kwa ajili ya kwaya. Tutaimba wimbo namba 267 ubeti Anipenda Yesu Mwokozi.
tusimame. Neno la Mungu linalotuongoza kutoa shukrani, Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 8 hadi wa 11. Nyakati wa Kwanza 16:8 hadi 11. Neno la Mungu linasema, shukuruni Bwana, litieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Mwimbieni, mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa ajili ya watoto wako hao wa kike na wa kiume ambao wameisogelea madhabahu yako kwa ajili ya kushukuru kwa shukrani mbalimbali. He Bwana, kila mmoja Mungu amekusogelea wewe kwa sababu anajua mambo mengi ambayo umemtendea. Wapo ambao Bwana umewapigania kwenye kazi zao, wengine kwenye familia, wengine kwenye biashara. Wanamimina mioyo yao mbele ya madhabahu yako. Ee Bwana, ninakusihi upokee shukrani zao na uzitakabari. Kila mmoja kadiri ya haja ya moyo wake, e Mungu, kamjibu sawa na upendavyo wewe. Wewe ni Mungu ambaye ulali usingizi. Sisi tunapolala wewe unakesha kwa ajili ya maisha yetu. Ndiyo maana watoto wako hawa wametambua thamani kubwa ambavyo Bwana umewatendea katika maisha yao yote. Wanakuja kwa moyo wa shukrani. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubariki kutokapo na ungiapo na kuyatimiza mashauri yako yote. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni mumshukuru Bwana, muenende kwa amani yake. Amen. Ni mwachapo nikaenda mbali, yeye yuvivyo ananipenda, akaniita kwake upesi. Yesu yunami ananipenda, anipenda Yesu Mwokozi, anipenda, anipenda, anipenda Yesu Mwokozi, anipenda kweli. Asante sana, praise. Nikaribishe kwaya ya Msamaria, wimbo mmoja. Tambue umuhimu wako kwa Bwana, wenye hekalu lake Bwana. Bwana Mungu anasema, ukinichafua na Bwana Mungu atakuharibu kabisa. Utambue umuhimu wako kwa Bwana, wenye hekalu lake Bwana. Bwana Mungu anasema, ukinichafua na Bwana Mungu atakuharibu kabisa. Imetupasa tuwe watakatifu kama Mungu wetu alivyo mtakatifu. Usiruhusu uchafu hekaluni, maana sisi sote tu hekalu la Bwana. Imetupasa tuwe watakatifu kama Mungu wetu alivyo mtakatifu. Usiruhusu uchafu hekaluni, maana sisi sote tu hekalu la Bwana.
wewe ni wa muhimu mbele zake Bwana, wewe ni wa muhimu mwanadamu. Bwana Mungu akaa ndani yako wewe, jisafishe utakasike. Wewe ni wa muhimu mbele zake Bwana, wewe ni wa muhimu mwanadamu. Bwana Mungu akaa ndani yako wewe, jisafishe utakasike. Watu wengi sana wanachanganya mambo, mchana wako kwa Mungu, usiku kwa shetani. Hawajui kwamba wao ni hekalu lake Bwana Mungu aliyewaumba. Wanatenda dhambi hata kuliko mema, na kufanya machukizo machoni pake Mungu. Hasira ya Bwana itawaka juu yao, wasipotubu wakaokoka. Wewe ni wa muhimu mbele zake Bwana, wewe ni wa muhimu mwanadamu. Bwana Mungu akaa ndani yako wewe, jisafishe utakasike. Wewe ni wa muhimu mbele zake Bwana, wewe ni wa muhimu mwanadamu. Bwana Mungu akaa ndani yako wewe, jisafishe utakasike. Mchungaji wa
Asanteni kwaya kuu pamoja na kwaya msamalia na kwaya vijana kwa nyimbo zenu nzuri zenye ujumbe. Mungu awabariki sana, na sisi tuwapokee kwa wimbo 187. Wimbo huu unaotupeleka kusikia ujumbe wetu wa neno la Mungu ambao umeandaliwa kwa ajili yetu. Ubeti wa 5 na wa 6 tutaimba tukiwa tumesimama. Wimbo 187, ubeti wa 5 na wa 6 tutaimba tukiwa tumesimama. wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amini nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika, wakamwambia mmoja mmoja, je, ni mimi? Akawaambia, ni mmoja wa hao thenashara ambaye achovya pamoja nami katika kombe. Kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Kawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amini nawaambieni ninyi, sitakunywa tena katika uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Mungu. Na hili ndilo neno la Bwana. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, umetupa heshima kubwa tena ya kuikaribia hii madhabahu yako. Tunaomba Bwana utuhudumie. Mioyo yetu, mawazo yetu, nafsi zetu zinakungoja wewe Bwana. Katika ibada hii tumekuja na mahitaji yetu mbalimbali, lakini wewe umekuja ili uwe uzima wetu. Umekuja kwa njia ya mwili na damu yako, uwe uponyaji wetu, uwe nguvu yetu, uwe ushindi wetu. Neno lako la uzima
litusaidie kujiweka tayari na kukutana na wewe katika mwili na damu yako. Na kila atakayepokea, atakayekuja madhabahuni pako na kupokea mwili na damu yako, Bwana ukakutane na mahitaji yake yote, naondoke kiwa amejazwa nguvu mpya na matumaini mapya, akikutukuza na kukuinua wewe daima, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Kaeni washarika. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Na tunamshukuru Mungu kutupa nafasi hii ya pekee ya kushiriki katika ibada hii ambayo huwa ni moja tu kwa mwaka, lakini inawezekana ukailinganisha na siku zingine za kushiriki kwetu, lakini hii ni ya pekee sana, ndio maana ni moja tu kwa mwaka. Na ukishiriki leo, Alhamisi Kuu hautakutana nao tena katika mwaka huu, utakutana nayo Mungu akikupa neema mwakani. Lakini chakula cha Bwana kitakuwepo kila mara. Tunatamani kuona kanisa linavyotoa umuhimu wa siku hii ya leo, na kama ambavyo limewekwa kwa umuhimu wake, na washarika tunatamani kuona pia wakiibeba siku hii kwa umuhimu wake, kwa ajili ya kuimarisha maisha yao au imani na maisha yetu ya kiroho pia. Siku ya leo ni siku ya kipekee katika maisha yetu ya imani, na ni siku ambayo Yesu anachukua mkate na mvinyo na kuvipa maana mpya yenye nguvu isiyokuwa ya kawaida, kutoka kwenye chakula cha kawaida na kuwa chakula cha kiroho kwa wokovu wetu. Anachukua mkate, anachukua mvinyo, anavipa heshima, anavibariki. Anapovibariki, anaruhusu nguvu ya kimungu ikae ndani ya hivyo vyombo vya neema ambavyo vimepewa heshima, na vinaondoka kwenye kuwa chakula cha kawaida na vinakuwa ni chakula cha kiroho kwa wokovu wetu. Na ndiyo maana tunavipata madhabahuni tu pa Bwana, kwa sababu vimetengwa, vimewekwa wakfu. Ni kwa sababu vinapatikana. Unaweza ukasema mbona vinapatikana na tunaweza kuvila? Unaweza ukala nyumbani kwako, unaweza ukanywa, lakini si chakula cha Bwana, ni chakula cha kawaida. Lakini unapokuja hapa, unakuja madhabahuni pa Bwana, na anayevibariki na kuviweka wakfu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo vinaondoka katika ile hali ya chakula cha kawaida na kuwa chakula cha kiroho cha wokovu wetu. Tendo hili la kula linaonyesha ukumbusho wa milele wa upendo wa Mungu na sadaka ya Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo haliwi tendo tu la kula na kunywa, lakini linatupa ukumbusho wa upendo wa Mungu unaodumu milele kupitia sadaka yake Yesu Kristo kwa ajili yetu. Ndio maana anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hii inatukumbusha kwanza sadaka ya Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu. Yeye alimwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wetu. Na ukisoma Isaya 53 mstari ule wa 4 na wa 5, anamalizia ule mstari wa 5, anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo tunaposhiriki katika tendo hili, tunaitangaza mauti ya Bwana hata atakaporudi. Na tunapoitangaza mauti ya Bwana, maana yake tunakiri ukiri wa hadharani, na tunathibitisha ya kwamba sisi tumeokolewa kwa njia ya kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Na kwa sababu hiyo tutaendelea kupokea upendo huu wa Mungu kupitia mwili wake na damu yake madhabahuni pake. Lakini kwa njia hiyo pia tunaendelea kuishi katika neema hiyo mpya, katika agano hilo jipya ya kuyatenda yaliyo mapenzi ya Bwana kupitia kifo cha Yesu Kristo msalabani. Anapotuambia fanyeni hivyo kwa ukumbusho wake, pia hii inatukumbusha utambulisho wetu sisi kama kanisa, kwamba tuliokolewa
kwa agano jipya la damu ya Yesu Kristo. Huo ni utambulisho wetu kwamba wokovu wetu ni kwa njia ya msalaba, na katika msalaba Yesu anaimwaga damu yake na kuitoa kwa ajili ya ulimwengu mzima, kuwakomboa wanadamu na kuwafanya kuwa wakamilifu. Damu zingine za wanyama, za watu na vitu vingine havikuweza katika agano la kale na maagano mengine kumfanya mwanadamu kuwa mkamilifu, isipokuwa damu ya Yesu peke yake. Na ukisoma katika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, kama sijasahau tulisoma hata jana, Petro anawalikumbusha kanisa kwamba lakini mfahamu kwamba hamkukombolewa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala dhahabu, ili mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa wa baba zenu. Anawakumbusha, anawaambia, bali mlikombolewa kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiye na ila, ili mpate kutoka katika huo mwenendo wenu usiofaa. Kwa hiyo utaweza kuona thamani ya damu ya Yesu Kristo kwamba ni zaidi ya damu zingine za wanyama, ni zaidi ya dhahabu na fedha, ni zaidi ya kitu kingine chenye thamani katika maisha yetu, kwamba hiyo peke yake ndiyo inayotusafisha, ndiyo inayotutakasa, na ukamilifu wetu ni katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo damu ya Yesu peke yake ndiyo inayotosha kuziondoa dhambi zetu, ndiyo inayotosha kutuosha, ndiyo inayotosha kutusafisha, ndiyo inayotosha kutukomboa kutoka kwenye maagano mengine yote yaliyofanyika. Inawezekana umeishi kwenye maagano ya kwenye ukoo, umeishi kwenye maagano ya kwenye familia, ya kwenye jamii, umepitishwa kwenye maagano mengi, lakini Yesu anakuja na agano jipya kupitia damu yake Yesu Kristo. Agano hili jipya ndilo lenye baraka, ndilo linalotufanya sisi kuwa wana wa Mungu. Ndio maana anasema sasa, anawaambia, akatoa kikombe akashukuru akasema, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa maana ya kwamba anaweka agano jipya. Maagano yale yote ambayo tumekaa na kudumu nayo hayakutusaidia, na mengine yametutesa, yametuangamiza kwenye maisha yetu, yametutenga na upendo wa Mungu. Yeye anakuja na agano jipya, agano linaloleta baraka, agano linalotuondolea mizigo na mateso tulio nayo, agano liletalo ushindi, agano linalotupa amani. Na tunalipata tu kupitia sakramenti hii ya meza ya Bwana, tunapopokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Tendo hili ni tendo takatifu la kupokea mwili wake. Jana tulisoma kwenye Yohana sura ya 6 kuanzia 48 kiendelea huko mpaka 54. Yesu mwenyewe anasema, mimi ndimi chakula cha uzima, na chakula ninachowapa mimi ni mwili wangu na damu yangu ya kweli iliyomwagika kwa ajili ya wengi. Kwa hiyo maana yake ni yeye mwenyewe tunayekwenda kumpokea, na kama ni yeye, maana yake ni mtakatifu. Katika utakatifu huo ambao na sisi tunapopokea, maana yake tunapewa neema ya huo utakatifu. Umejiandaaje unapoikaribia madhabahu yake? Bwana asifiwe. Mtu na ajihoji mwenyewe. Tunaitwa kujichunguza, kujiangalia kwa upya katika maisha yetu ya kiroho na ya kimwili, na kurudi tena kutengeneza, kufanya mapatano, kugeuka na kutubu na kumrudia Bwana. Yeye anasema ni chakula cha uzima, na mtu akila hata kufa tena. Maisha yetu hayategemei sana chakula cha mwili. Maisha yetu ya kiroho yanahitaji chakula ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Maisha yetu ili yapate nafuu, tupate afya ya kiroho, tupate nguvu, tupate amani, tupate utulivu, tutiwe moyo, tupate matulizo kutoka kwenye maumivu na mahangaiko ya maisha ya kidunia, tunahitaji chakula ambacho ni Yesu Kristo mwenyewe. Na yeye mwenyewe tunapomla katika mwili na damu yake, analeta uponyaji wa nafsi zetu na mioyo yetu, analeta uponyaji wa miili yetu na kutupa uzima. Chakula hiki cha Bwana ni chakula cha kiagano, ambacho hichi anayekula
ameingia kwenye agano la kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Yeye amekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Huu ni wito na ni mwaliko pia wa kuishi maisha mapya mpaka Yesu atakaporudi. Ndio maana tunaimba, e Baba, kufa kwake twakutangaza. Huu ni ukili, ni wimbo, lakini ni ukili wa wazi kwamba tunatangaza na tutathibitisha kuendelea kudumu katika tumaini la imani na kumgoja Bwana mpaka atakaporudi. Na huu ni wimbo wa washindi, wa wale waliojikana nafsi zao na mioyo yao kwamba watamtegemea Bwana kwa uaminifu mpaka atakaporudi. Yesu Kristo ni chakula cha kweli kinachoondoa njaa, kinachoondoa udhaifu, kinachoondoa maumivu na mateso katika maisha yetu, kinachoondoa kifo cha milele na nguvu za giza, kinachotupa uzima wa milele ndani yetu. Na hivyo kila moja tunaalikwa sasa kuja madhabahuni pa Bwana, yeye ambaye ni chakula cha kweli, ili aondoe njaa zilizoko katika mioyo yetu, zilizoko katika nafsi zetu, kwenye maisha yetu. Wakati mwingine ziko njaa tofauti na njaa ya chakula cha mwili. Yeye atatuganga mioyo yetu na kutupa uhai mpya na nguvu mpya ya kuendelea kuishi katika tumaini hilo jema. Na Mungu atubariki tunaposogea madhabahuni pake. Mungu akutane na mioyo yetu, akatuimarishe katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunakutukuza Mungu wetu mtakatifu. Wewe kwa huruma na upendo wako umetuandalia chakula hiki kitakatifu ambacho ni mwili wako na damu yako. Na wewe umesema baba zetu walikula mana wakafa, lakini wewe ulikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Watoto wako tumekusanyika katika ibada hii, tunapoikaribia hii meza yako Bwana, tunaomba ukatulishe mwili na damu yako. Tupokee nguvu mpya, tuondolewe maumivu na udhaifu wa kila namna. Walio hawawezi uwape nguvu na kuwawezesha tena. Waliochoka na kukata tamaa uwape nguvu na matumaini mapya. Waliolemewa na mizigo mizito ndani ya nafsi na mioyo yao uwape tena furaha na amani na utulivu katika maisha yao. Bwana, karibu utuhudumie sasa kupitia mwili na damu yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sioshwi za tunapojiandaa kwa ajili ya ushirika mtakatifu. 418 nimekombolewa na Yesu. Karibu praise, tutaendelea kutuongoza tunapoendelea na ibada ya kushiriki meza ya Bwana. Nimekombolewa na Yesu. Hallelujah.
270. Amani kae nanyi. Na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioanguka kukusifu kwa ajili ya upendo wako hata ukamtoa mwana wako pekee Yesu Kristo, ili atuokoe kwa njia ya msalaba. Kwa kuwa kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, vivyo hivyo kwa mauti ya mtu mmoja Yesu Kristo neema imeshinda hata uzima wa milele. Baba, tukusifu kwa Roho Mtakatifu wako, kwa kuwa ndani yake twafahamu kwamba umetutia muhuri katika ubatizo. Tuwe wako ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu, uliyetuita kutoka gizani na kutuingiza kwenye utukufu wa nuru yako. Kwa hiyo sisi nasi twajiunga pamoja na malaika wakuu na mababa, manabii, mitume na mashahidi na jeshi la mbinguni pia, kwa kutukuza na kukusifu daima tukiimba: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hosana mbinguni, heri anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana. Utukufu na wewe, Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema zako kuu ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo, ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie Baba, twakusihi, ili sisi tukiupokea mkate huu na kikombe hiki, kama mwana wako alivyotuamuru, tuwe washiriki wa mwili na damu yake ya thamani kwa wokovu wetu. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo usiku ule aliotolewa, aliutwaa mkate na kisha kushukuru akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula, akakitwaa kikombe, akashukuru akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Amen. Baba, kufa kwake twakutangaza, kufufuka kwake twakukiri, kurudi kwake twakutazamia. Utukufu una wewe Bwana. Kwa hiyo Baba, twakutolea sifa na shukrani zetu kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyejitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja. Twakushukuru Baba kwa ajili ya kufufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambapo utuombea daima. Nawe utukubali katika yeye. Twakusihi tujaze Roho Mtakatifu wako, ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo unalikusanya kutoka mataifa yote. Kwa yeye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu daima hata milele na milele. Amen. Baraka na shukrani na uweza zina Mungu wetu hata milele. Amen.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yatimizwavyo mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe wanaotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Mkate tumegao ni ushirika na mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja, sisi wote mwili mmoja, kwa maana sisi sote tunapokea sehemu ya mkate mmoja. Shirikiana sala hii. Hatustahili kuikaribia hii meza yako, Bwana mwenye rehema, kwa kuitegemea haki yetu wenyewe, ila kwa rehema zako kuu za ajabu. Sisi hatustahili hata kuokota makombo chini ya meza yako, bali wewe ni Bwana, yeye yule asiyebadilika. Sifa yako ni kuwa na rehema daima. Kwa hiyo Bwana wa neema, utujalie tule mwili wa Bwana wako mpendwa Yesu Kristo na kunywa damu yake, ili sisi wenye dhambi tusafishwe mwili na roho, tukaishi siku zote ndani yake na yeye ndani yetu. Amen. Sisi sote akisema, yeye aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu yu na uzima ndani yake, nami nitamfufua siku ya mwisho. Amen. Niwakaribishe wote mnaoshiriki na tamani sasa kukutana na Yesu akikuhudumia katika meza yake. Njaa yako ni nini? Mwambie Bwana unapokuja mezani pake, njaa yangu ni hii hapa. Kiu yako ni nini? Mwambie Bwana unapokuja madhabahuni pake kwamba kiu yangu ni hii, kupitia mwili na damu yako ninaomba uniondolee tena. Praise him, tuongoze. Yo
baraka za Bwana nini nyote ambao mmepokea mwili na damu yake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye mwili wake na damu yake mmeipokea sasa, awalinde hata uzima wa milele. Enendeni kwa amani yake. Amen. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa moyo wa ukunjufu kwa kuwa umetulisha mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo. Umetuhakikishia kwamba sisi tu wana wako na viungo hai vya mwili wa mwana wako mpendwa na walisi wa uzima wa milele. Kwa ajili ya mateso na kufa kwake, uzidi kutuunganisha kwako na kwa wateule wako walioko mbinguni na duniani, ili kwa mapenzi yako tuungane pamoja nawe katika karamu ile ya mbinguni, tukiushangilia utukufu wako kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako aishiye na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu milele na milele. Amen. Nafsi yangu mhimidi Bwana. Nafsi yangu mhimidi Bwana. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Akutia taji ya fadhili na rehema. Ujana wako karejezwa kama tai. Mahali pote pa miliki yake. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na iwe sasa na siku zote na hata milele na milele. Kaeni washa. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojiandaa kwa ajili ya shukrani sadaka yetu ya Alhamisi Kuu, kwaya ya imani alibeba msalaba huyu Yesu. Msalaba ni mzito jamani, na mate alitemewa kwa ajili yetu. Alibeba msalaba huyu Yesu. Msalaba ni mzito na mate alitemewa kwa ajili yetu. Asante sana kwaya ya imani. Salamu Yesu Bwanangu, wewe uzima wangu, nimekujia naleta yote hata na mawazo
Tulie tuombee matoleo. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo twakusihi upokee matoleo ya watu wako katika upendo wako, yatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na pote duniani, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini? Nitakipokea kombe cha wokovu. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamee makosa yetu kama nasi tunasamehe waliotukosea. Usitie majaribuni, lakini utukoe kutoka uovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Yesu Kristo anasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu yuna uzima wa milele ndani yake, nami nitamfufua siku ya mwisho. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubariki utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata uzima wa milele. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana usikie maombi yetu. Amen. Yesu asifiwe. Kwanza ni washukuru kwaya zetu zote na praise kwa ajili ya huduma yenu njema. Bwana wabariki sana na wape nguvu tena kwa ajili ya huduma zitakazoendelea siku ya kesho. Lakini ni washukuru wazee wa kanisa na ninyi washarika wote pia ambao mmeshiriki katika ibada hii. Mungu akaendelee kutenda jambo jipya kupitia mwili na damu yake ambayo umeipokea sasa. Lakini pia niwakaribishe katika ibada za Ijumaa Kuu. Ibada ya kwanza itaanza ya asubuhi, itaanza alfajiri saa 12 kamili na tunatazamia pengine saa 1:30 mpaka saa 2 iwe imeisha. Kwa hiyo tunawakaribisha washarika wote kwa ajili ya ibada hiyo ya siku ya kesho saa 12 alfajiri itaanza, na ibada ya pili itaanza saa 7 kamili mpaka saa 9 kamili. Siku ya kesho pia ni siku ya ibada na tunaamini tuna mambo mengi ya kuandaa kwa ajili ya sikukuu, lakini mpe Mungu nafasi kwanza. Unaweza ukasherekea, ukala, ukanywa, lakini visikusaidie kwa sababu
Mungu hayupo katikati ya hiyo sherehe na hizo furaha ulizonazo. Kwa mpe Mungu nafasi. Badala ya kuandaa siku ya Jumapili utafanya nini, andaa moyo wako zaidi kwamba Bwana atafanya nini siku ya Jumapili kwenye maisha yako. Andaa moyo wako zaidi. Na tumepewa nafasi ya utulivu kupitia ibada hizi ambao jana, leo na kesho ni nafasi zetu za utulivu sana mbele za Bwana. Najua wengine mna biashara kwa ajili ya kujipatia riziki, lakini pia kutuhudumia. Lakini basi hebu muda wa ibada ukifika, hebu toa hiyo saa moja mpaka saa mawili tu, njoo ibadani. Ndio kuonyesha thamani ya Kwaresima ulio nayo. Bwana asifiwe. Kwaresima ni pamoja na kutoa muda ulionao, kutoa mali ulizonazo, kutoa vitu ulivyo navyo, kujitenga na kumpa Mungu nafasi ya pekee. Lakini unaposema nipo Kwaresima, hutaki kupoteza hata kimoja. Atakayepoteza nafsi yake kwa ajili ya Kristo, huyo ataiokoa, na anayeiokoa nafsi yake kwa ajili ya ulimwengu huu anaiangamiza. Kwa hiyo niwakaribishe katika ibada za kesho. Tunayo masaa ya asubuhi, lakini tunayo masaa machache ya mchana. Baada ya hapo tutaendelea na ratiba za maisha yetu ya kila siku. Niwatakie baraka za Bwana na niwakumbushe waliokuja na michango mbalimbali.